Rais wa Marekani Donald John Trump ametaka kufanyika kwa uchunguzi rasmi kuhusu kile alichokiita hujuma tatu dhidi yake alipokuwa akihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, Septemba 23 mwaka 2025. Jana Septemba 24 mwaka 2025, kupitia chapisho kali kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alieleza kuwa tukio la ngazi za umeme kukwama, kifaa cha kusomea hotuba kuharibika na hitilafu ya sauti katika ukumbi wa mkutano si matukio ya kawaida bali ni hujuma za makusudi. Trump aliyekuwa ameongozana na mkewe Melania alisema kuwa alipokuwa akiingia kwenye jengo la Umoja wa Mataifa, ngazi za umeme zilikwama ghafla. Kwa mujibu wa gazeti la The Times, baadhi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walionekana wakitania kuhusu tukio hilo na kudai kuwa walizima kwa makusudi. Trump alisisitiza kuwa tukio hilo linapaswa kuchunguzwa kwa kina na akaeleza kuwa kamera zote za usalama katika eneo hilo zichunguzwe, hasa sehemu ilipo kitufe cha kusimamisha dharura. Pia alikumbwa na tatizo la kifaa maalum cha kusomea hotuba, hali iliyomlazimu kuzungumza bila maandishi rasmi. Alisema kuwa hilo pia halikuwa tukio la kawaida na linaashiria njama dhidi yake. Zaidi ya hayo, mfumo wa sauti katika ukumbi wa mkutano ulipata hitilafu, hali iliyowafanya baadhi ya wajumbe kushindwa kusikia hotuba yake kupitia visikizi vya tafsiri ya lugha. Katika ujumbe wake, Trump aliandika, "Kilichofanyika jana katika mkutano wa Umoja wa Mataifa ni fedheha, sio moja, sio mbili, lakini matukio matatu mabaya sana." Aliongeza kuwa hali hiyo haikuwa bahati mbaya bali ni hujuma za makusudi dhidi yake ndani ya jengo la Umoja wa Mataifa, na alisisitiza kuwa waliohusika wanapaswa kuwajibishwa. Trump alisema atamwandikia barua rasmi Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiomba uchunguzi wa haraka kuhusiana na matukio hayo. Aidha, alitoa wito wa kukamatwa kwa watu waliohusika na kuhusisha tukio la ngazi na uzembe wa kiusalama wa makusudi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz aliunga mkono wito wa Trump wa kufanyika kwa uchunguzi rasmi, akisema kuwa matukio haya hayakubaliki kabisa katika taasisi ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa. Afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa alieleza kuwa mfumo rasmi wa sauti uliotumika katika ukumbi huo uliundwa mahususi kuruhusu watu kusikia tafsiri ya hotuba mbalimbali kwa lugha tofauti kupitia visikizi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa haujatoa taarifa rasmi kuhusu madai ya Trump. Trump ametaka Umoja wa Mataifa kuwajibika na kuhakikisha kuwa matukio kama haya hajirudi tena kwa kiongozi yeyote atakayehutubia mkutano huo wa Umoja wa Mataifa.